kumuona, twende kwa mjumbe tukashtaki, tuangalie mjumbe naye atusaidiaje. Sindio bwana, ikaze. Usiwazi kuhusu baba yako, akija mweleze hali halisi ilivyokuwa, mpaka dogo akatekwa. Usilie wala usiweze kuhusu baba akija, twende kwa mjumbe tuone atatusaidiaje, sasa tukampata. Silie, twende. Nimeshika nguvu kabisa. Itaii kwa mjumbe pale. Nimeshika nguvu. Itaili bwana mwanangu. Unajua sasa usiku shoka mkubwa. Ndio mwenyewe sasa shalala. Twenda tunamwamsha. Ndio nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Nimeshika nguvu baba. Sasa ukisho hivyo nguvu mwenyewe naishiwa. Unajua yani wewe unavumia mwenyewe naumia hivyo hivyo. Itaidi Mungu mjumbe pale tu. Umia. Nenda tu. Niende? Sasa. Basi ujitahidi kidogo hivi. Nishwa nguvu kaka, nenda. Basi sawa, ngoja niwahi basi. Odi. Mjumbe. Nani? Mimi hapa kijana wako. Kijana wako nani? Lama. Wewe usiku wa manane, shida nini? Kuna tatizo hapa mjumbe. Tatizo gani? Kijana, shida nini? Mjumbe. Ule anilio rafiki yangu anayefanya kazi Kasubeti. Amefutuliwa na mdogo wake. Yupi? Mdogo wake ametekwa. Ametoka wapi? Anikapotea katika mazingira ya tatanishi. Hatujui hadi sasa hivi yupo wapi. Shida nini? Ametekwa mdogo wake. Ametekwa na nani? Hapo hatujajua kwa sababu tumemtafuta, hatujampata hadi sasa hivi, hatujui wala sehemu alipo. Haya, sasa mimi bwana naomba tutapiga simu polisi. Sio polisi. Inawezekana jambo likawa leo. Halitawezekana kwa leo, ninaomba tulifanye kesho asubuhi. Kwa hiyo ninakuomba kijana wangu, kesho asubuhi naomba tuonane, urudi hapa tukutane hapa, alafu tuweze kwenda polisi asubuhi. Sawa? Basi sawa mjumbe, asante. Pole sana kijana, pole sana. Pole sana kijana. Haya, usiku mwema kijana. Haya. Shuleni mwalimu anachapa. Mimi basi siendi shuleni kwenu. Ukikuwa mkubwa utaenda shule. Twende. Sasa wanyama walikuwa na pesa gani aende akawaangamiza?
Sasa unajua kipindi kile Mungu alipowaadhibu wale binadamu ilikuwa hivi. Pale neno la Mungu linasema watu wa Mungu au wana wa Mungu waliwaona kwamba binti za binadamu ni wazuri, wakawa wanajitwalia wake waliokuwa wanawataka. Au binadamu wanaozungumziwa hapo wale ambao ni wana wa Mungu, yaani manake walikuwa ni wale binadamu waliokuwa kama malaika wale ambao wa mwanzo walikuwa wameumbwa na Mungu, walikuwepo kwenye ulimwengu. Wengine sio wana wa Mungu. Ni binadamu, ni watoto wa Mungu, lakini sasa wale waliotambulika kwamba ni wana wa Mungu kwa sababu hao hawajafanywa kama binadamu. Sasa wewe nenda kwenye swali langu. Swali langu mimi ni hivi. Mungu analomba kiasi gani? Yesu anaweza kila kitu. Ndio. Kwa nini asingewachukua wale wanyama akawatendea sehemu yao wakae hapo afu adili na binadamu? Sasa wale watu wakati ule walipokuwa wanaingilia hao binadamu walikuwa wanabadilisha na DNA za wanyama. Na ndio maana kwamba Mungu akachukizwa na binadamu na wanyama, akasema mimi nitawaangamiza wote. Nitasahau kama nimemuumba mwanadamu na mnyama pia. Kwa hiyo ndio maana akaamua kuvipoteza vitu vyote, wanyama na binadamu wake wote. Na ndio maana katika wale binadamu huyo Nuhu kwamba yeye ndio alionekana peke yake ni mtu ambaye anatizama mbele za Mungu. Na ndio maana kwa rehema yake yeye akaambiwa awakomboe mke wake, watoto wake na binadamu wengine. Lakini wale wote, mke wake na binadamu wengine wote, kwamba wote walikuwa wanamkosea Mungu, walikuwa ni wapotofu. Yaani ni Nuhu peke yake alionekana kwamba yeye yuko vizuri. Sasa kama mke wake naye alikuwa kwenye kundi, kwa nini naye hakuna nini? Hakuingia kwenye gharika. Abaki Nuhu peke yake. Alipata msamaha kwa ajili ya mume wake kwa sababu mume anamuokoa mke. Mume na mke ni kitu kimoja. Sasa mimi hapo niko hapa. Yaani kwamba wanakuwa wanakuchanganya. Wanachanganya. Sasa wewe mtu kafanya kosa kisa mume wake ndio wasamehewe. Wengine wale kule wako wasamehewe. Kwa sababu wao walikuwa hapo katika utaratibu wa kumpendeza Mungu. Mke na mume ni kitu kimoja. Yaani mtu akiwa mke na mume wao wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu anaweza kuwa mke na mume, alafu mwanamke akawa anatenda dhambi au mwanaume anatenda dhambi, lakini atasamehewa kupitia mumewe. Ndio, anasamehewa kwa kupitia mumewe. Basi mimi siende kanisani, naende mke wangu. Wewe pia una uwezo wa kumwokoa mkeo. Kama je, wewe unafanya tu maovu na mkeo akiwa anadanganya atende iliyokuwa kweli. Mke wangu kashaokoka. Waje brother Sanga. Fresh vipi? Safari ya wapi hiyo? Hapa na kwa mjumbe. Ndio kwa ajili ya ile kesi ya jana? Ile. Haya bwana, poa basi, safari njema. Haya bwana, sisi tupo hapa. Sawa. Jana bwana, kuna mtoto ametekwa bwana. Kuna mtoto ametekwa hapo juu hapo. Watu wamemtafuta sana jana usiku. Wamezurura sana, tafuta kila sehemu. Mtoto hajaonekana. Sijasikia. Afu hapo je, sio mara moja. Hii kama mara tatu inajirudia. Mtoto anatekwa afu sio anaenda. Mtao. Hili jambo hili, sikia, hili jambo hili sio la kuchukulia mzaha. Ndio. Hata wanaenda kwa mjumbe hao. Inabidi mjumbe akielewa. Bwana, na hayo mambo uyasikie tu hivyo hivyo, lakini akitekwa mwanao hayo ni bora uyasikie hivyo hivyo. Watu wanasema tu ametekwa jirani, sijui ametekwa nani. Sasa sijui kuna shida gani huko. Kuna mambo ya kutekwa, ndio kuumwa, kupata kesi, ndio omba kabisa asikukute. Shoga yangu, mbona sasa hivi unafifia? Sio rangi kama zamani ulikuwa unang'aa, sasa hivi mweusi, yaani unafifia hatari. Nini shida? Upaki mkorogo kwa ni shoga yangu? Mabwana, sasa hivi shoga yangu anataka wanawake wazuri, wenye weupe, wanapaka mikoba. Na kushanga sasa hivi, yaani sijui upoje mdada. Mikogo sasa hivi bei rahisi kwanza, kuna kwa hapo. Yaani namshangaa. Mix mimi. Hewe, huyo bwana kama anipende asinipende tu. Mambo ya kupaka mikorogo hamjanishauri bado. Kwa shoga yangu sasa hivi nataka viduka vya usiku. Acha niwe kama mkaa. Kasi vipi? Mpaka kasi vipi? Vipi ile shule jana? Doa tujampata jana. Ndio tunaenda kufanya taratibu kwa mjumbe, tutoe taarifa polisi. Poleni. Asante. Kaka mambo? Poa mzima? Kwani amefanyaje? Ndugu yake amepotea jana ghafla tu yani. Nasikitisha. Sawa boss, nimekuelewa.
Marhaba, mjambo? Jambo. Habari za saizi? Nzuri, sijui. Mimi mzuri, naendelea vizuri. Karibuni. Asante sana. Aha, huyu ndio yule mdogo wake alikuwa anapenda kutembea tembea? Ndio huyo. Anaitwa nani mdogo wako? Anaitwa Aidan. Kwani kwanza. Ilikuwaje kuwaje? Ilikuwa saa 2 usiku. Nilikuwa nataka nipike ugali mjumbe. Ghafla nikakuta kibiriti hakuna jikoni. Nikamwita Aidan ili aende akachukue kibiriti. Alikuwa anacheza zake kitandani. Akaja nikampa akaenda. Nikapita dakika 4. Naona kimya. Maana sio kaida yake. Kimtuma huwa naye sana alikuwa naye upesi kurudi. Ndio nikaamua nitoke ili nikamtafuta. Nilimtafuta mara ghafla nikasikia kelele chakani. Nikaangalia kama ni yeye. Nikatoka nikasogea pale kuangalia kuna huku. Nilitafuta sana nikaangalia bila kupata chochote kuona, yani sikuona chochote. Tukawa tunakuja kwako. Ghafla nikaishiwa na nguvu. Nikahisi kizunguzungu. Na nikaanguka chini. Asubuhi nakuja kuamka. Nakuta watu wanishangaa. Wakaanza kunielezea jinsi ilivyotokea. Sawa, nimewaelewa. Ngoja nikachukua simu ndani ili tuwasiliane na maaskari. Halo. Halo, afande. Nani mwenzangu? Mimi naitwa mjumbe Mzee Mwanga, shina namba 10. Ndio. Naomba kutoa ripoti ya watoto kutekwa mtaani kwangu. Ndio mheshimiwa, kuna utekaji wa watoto hapa mtaani kwangu unaendelea. Ni mtaa gani huo? Afande, ni Mbezi ya kibanda cha mkaa hapa. Kibanda cha mkaa? Aha, hizo kesi nimezisikia karibia mara 3. Hebu niache nalifanyia kazi. Nafanyia kazi. Sawa, asante mkuu, nashukuru. Halo. Habari ya saizi? Mimi naitwa Samuel kutoka kituo cha Taboni. Nahitaji kijana wako mmoja. Nahitaji kijana wako mmoja. Mpe kazi.